88 inaendelea kunoga na bado tupo katika banda la Wizara ya Fedha. Banda hili zipo taasisi mbalimbali ambazo zinafanya kazi zikisimamiwa na Wizara ya Fedha. Miongoni mwa taasisi hizo ni mfuko wa uwekezaji UTT AMIS. Sasa hivi kuna mwamko mkubwa wa Tanzania kuwekeza na tumewatembelea hapa. Je, kwa wakulima watapewa ujumbe gani leo? Twende tushuhudie kwa mwenyeji wangu, atatuambia hasa kwanza huduma zao, lakini pia habari njema kwa wakulima. Karibu. Habari, naitwa Oliver Minja, afisa masoko mwandamizi kutoka taasisi ya uwekezaji ya UTT AMIS. UTT AMIS katika maonyesho ya 88 2026 tuko mkoani Dodoma kitaifa, tukiendelea kutoa elimu ya uwekezaji kwenye mifuko yetu tunayoiendesha. UTT AMIS kama taasisi ya uwekezaji tuko bega kwa bega na wakulima waweze kutengeneza kipato cha ziada kutokana na kilimo wanachokifanya. UTT AMIS, kumbuka, tunahudumia watu wote. Ewe mkulima wa chini, ewe mkulima unayeanza, karibu tuweze kupatia elimu ya namna ya kutengeneza kesho yako katika kilimo, ya namna ya kufikisha ndoto zako katika kilimo chako. Usisite, kwa sababu kwetu sisi kila Mtanzania, kila mwenye nia ya kufanya uwekezaji anaweza kufanya na UTT AMIS. Kumbuka, kiwango cha chini cha kuanzia ni shilingi 5,000 tu. Kwa nini ushindwe? Karibu sana, njoo tuyajenge. UTT AMIS tunaendesha mifuko 6 ya uwekezaji. Tuna mfuko wa Umoja, Wekeza Maisha, mfuko wa watoto, mfuko wa kujikimu, mfuko wa ukwasi na mfuko wa bond. Mifuko hii 6 ina tabia tofauti tofauti katika uwekezaji. Ewe mwananchi, ewe mkulima wa sasa, unahitaji kufanya uwekezaji wa kipato cha muda mrefu. Unahitaji kujenga kipato kwa muda mrefu. Mfuko wa Umoja unakufaa sana. Kianzio ni shilingi 10,000 tu. Njoo anza kuwekeza ile akiba au ile ziada unayoipata kutoka kwenye kilimo chake. Njoo iwekeze kwenye mfuko wa Umoja. Jipe muda wa uwekezaji kuanzia mwaka mmoja na kuendelea. Angalia namna utakavyofanyia maajabu. Tuna mfuko wa Wekeza Maisha. Mfuko huu unatoa faida pacha. Una faida ya uwekezaji, una faida ya bima. Ni mfuko ambao kama una uhakika wa kupata kipato, lakini huna uhakika wa kesho yako itakuwaje, kama utapata ajali, kama utapata ulemavu, kumbuka huwezi tena kuendelea na maisha ya kawaida, huwezi tena kuendelea na uzalishaji. Lakini mfuko wetu wa Wekeza Maisha ni mfuko ambao utakukava kile kitu ambacho kimekupata. Umepata ajali, itakusaidia. Umepata kifo, mfuko utasaidia uliowaacha. Umepata ulemavu, mfuko utakusaidia kujiona kama bado upo kwenye hali halisi ya maisha. Tuna mfuko wa watoto kwa ajili ya watoto wetu. Njoo tengeneza kesho ya mtoto wako aweze kukidhi mahitaji yake awapo shuleni au baada ya shule. Kianzio ni shilingi 10,000 tu. Huwezi kushindwa. Tuna mfuko wa kujikimu ambao mfuko huu unatoa gawio, faida inayotengenezwa kila baada ya miezi 3 au kwa mwaka mara moja, basi uko na sehemu ya kuweza kupata faida hiyo. Tunakupatia faida, mtaji wako tunabaki nao sisi na kuendelea kutengeneza faida zaidi. Tuna mfuko wa ukwasi wenye uhuru mkubwa sana wa uwekezaji. Wekeza kuanzia shilingi 100,000 kama kianzio na ongeza shilingi 10,000 wakati wote unapopata. Uhuru kwa mwekezaji. Weka wakati wote, toa wakati wote unapohitaji. Tunakupatia ukwasi, utajiri, uweze kuwa tajiri. Tuna mfuko wa bond fund ambao kimsingi unatoa gawio kila mwezi au kila baada ya miezi 6. Ni mfuko ambao wastaafu wengi wameupa jina ni mfuko wa wastaafu. Lakini kimsingi si mfuko wa wastaafu pekee, bali ni mfuko wa kila Mtanzania, kila mwekezaji. Njoo wekeza kuanzia shilingi 50,000, lakini ukianza na milioni 5 una nafasi ya kupata gawio kila baada ya miezi 6. Ukianza na mtaji wa milioni 10 una nafasi ya kupata gawio kila mwezi. Mtanzania, karibu jiunge kwenye mifuko yetu uweze kunufaika na fursa nzuri sana hii tuliopewa na serikali yetu. Karibuni.